Karibu Tuzo Online. Uhali gani? Karibu sana. Hii ni Tuzo Online. Ni imani yangu kwamba uko salama, uko fiti, uko vema kabisa. Taarifa za hivi punde kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, baada ya kupitia matukio mbalimbali wakitoa adhabu, akiwemo kocha wa Simba, klabu ya Simba, mwamuzi Eli Sasi alikuwa gumzo sana. Mambo yamekuaje? Basi ungana na mimi nikikujuza taarifa hii kutoka bodi ya ligi ambayo imetoka hivi punde kuhusiana na matukio yote tata ambayo yalitokea mwezi wa 5. Taarifa hiyo ambayo inasema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 2, 2025 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 190, Simba 2, Mashujaa 1. Mchezaji wa klabu ya Mashujaa Saif Abdalla amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki, huku pia akionekana mara kadhaa akiingia kiwanjani kumlalamikia mwamuzi wa mchezo akitokea katika benchi la timu hiyo kwenye uwanja wa KMC Mei 2, 2025. Mtunza vifaa wa Mashujaa Juma Nyenje amefungiwa miezi 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki kwenye uwanja wa KMC Mei 2 wakati mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Mechi namba 218 JKT 3 Fountain Gate 1. Klabu ya Fountain Gate imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kukataa kutumia chumba maalum cha kuvalia, badala yake walitumia eneo la nje ya chumba kwa shughuli hiyo, kinyume na matakwa ya kanuni ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mchezo namba 220 Simba 1 Singida Black Stars 0. Kocha viungo wa klabu ya Simba Leido Bedien ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu hiyo. Klabu ya Simba imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani wakati wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa KMC Mei 28. Mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars Jonathan Soa ameadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuwaoneshea ishara ya matusi mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa jukwani, pamoja na kitendo chake cha kung'oa kibendera cha kona. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Eli Sasi amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo huo baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri vema sheria 17 za mpira wa miguu. Kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuishutumu bodi ya ligi kuu Tanzania kuwa ina ajenda tofauti kuhusiana na ratiba ya michezo ya klabu hiyo kwenye ligi kuu ya NBC. Fadlu alizungumza hayo alipokuwa anafanya mahojiano na Azam TV baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu, akionyesha kutoridhishwa na ratiba ya michezo ya ligi ya klabu yake. Mechi namba 222 Tanzania Prison 1 Coastal Union Tanzania Prison 2 Coastal Union 1. Klabu ya Tanzania Prison imetozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la watoto wa okota mipira ball kids kuficha na kuchelewesha kwa maksudi kurejesha mipira kiwanjani. Na matukio ya waamuzi pia hata kwenye championship yameendelea kuwa matukio tata, na hapa ni kuletee taarifa ambayo inahusiana michezo kadhaa ya championship ambayo nayo imekuwa gumzo kweli kweli, hasa michezo ya Geita Gold na Stand United, mchezo wa playoff kumtafuta yule ambaye atacheza playoff
na timu ambayo itakuwa imeshindwa huku kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kulikuwa na matukio tata kwelikweli, na faini na waamuzi wakishutumiwa kuhusika kwenye kupanga matokeo na kupelekwa kwenye kamati ya maadili baada ya matukio hayo, ambapo mechi namba PO5 Geita Gold 2 Stand United 2, klabu ya Geita Gold imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia mawe mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa Nyankumbu Geita Mei 24, 2025. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imewaondoa kwenye ratiba ya mchezo ya ligi na kupeleka shauri lao kamati ya maadili ya TFF waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu, ambao ni mwamuzi wa kati Jafet Smart Katavi, mwamuzi msaidizi namba 1 Abdalla Malimba Dar es Salaam, mwamuzi msaidizi namba 2 Ramadhan Kiloko Tanga, na mwamuzi wa akiba Mangile Hobu wa Geita. Licha ya kufanya maamuzi kadhaa ya utata yaliyoonyesha wazi kushindwa kwao kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu katika mchezo huo, waamuzi hao wanatuhumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa na upangaji wa matokeo, jambo ambalo likithibitika watachukuliwa hatua zaidi za kikanuni pamoja na watu wengine wote waliohusika kwenye hilo tukio. Lakini pia baada ya mchezo huo ambao ulichezwa kule Geita, wakaenda kucheza mchezo wa pili wa marejeano uliochezwa kule Shinyanga. Sasa na taarifa pia ya mchezo huo ambao Stand alishinda mabao 2-0 dhidi ya Geita Gold inasema klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la walinzi wake wa uwanjani stewards na baadhi ya mashabiki wao kuwafanyia vurugu viongozi wa Geita Gold na kuwazuia kuingia uwanjani kuelekea mchezo tajwa hapo juu uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga Mei 29. Klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kushindwa kuandaa uwanja kikamilifu kwa ajili ya mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga Mei 29, kinyume cha matakwa ya kanuni ya championship kuhusu taratibu za mchezo. Stand United walifunga madirisha ya vyumba vya kuvalia kwa kutumia misumari maalum iliyowekwa kwa kutumia mashine, jambo ambalo lilisababisha madirisha hayo kushindwa kufunguka na kufanya vyumba hivyo kukosa hewa na mwanga wa kutosha. Klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 500,000 tena kwa kosa la watoto wa kota mipira ball kids kuficha na kucheleweshwa kwa maksudi kurejeshwa kwa mipira kiwanjani wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Haya ni baadhi ya matukio ambayo yamekuwa gumzo na yametikisa waamuzi wengine hao wakishutumiwa kuhusika kwenye upangaji wa matokeo na rushwa. Tunasubiri kuona baada ya hiyo kamati ambayo TFF wamesema wamepelekwa itakapoleta majibu, tutajua ni majibu gani. Wewe una maoni gani kuhusiana na matukio haya ambayo yametokea na hiki ambacho bodi ya ligi imekileta mbele yako kama adhabu na matukio mengine kupelekwa mbali zaidi? Tuandikie maoni yako hapo chini, endelea kuwa nasi.